Alisifiwa hata vile alivyokuwa akiitwa ndani ya Qur'an kuna tofauti na mitume wenzie. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, ya Nuhu ihbith bisalamin minna, ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwa, ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, ya Musa innani ana Allah. Lakini akiitwa yeye haitwi kama wenzie, bali Qur'ani nzima hakuna sehemu Mtume Muhammad kaitwa, ila zipo sehemu katajwa, lakini kuitwa tu ya Muhammad hakuna. Lakini ya Adamu ipo, ya Nuhu ipo, ya Daudi ipo, ya nani ipo, lakini ya Muhammad hakuna. Hii ni kuonesha mtume ndiyo baba lao, ila yeye akiitwa huitwa kwa vyeo. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiy. Ya ayyuhan nabiy ameitwa mara 89 ndani ya Qur'an. Ya ayyuhar rasul ameitwa mara 2 kama sijakosea ndani ya Qur'an. Kwa hiyo yeye huitwa kwa heshima. Hata akiitwa mwanaye au mke wake husikii ya Nisa Muhammad, lakini angeitwa mke wa mzee Adam ungesikia ya Hawa, bali utasikia wa ya Nisa an-nabiy. Mtume ni binadamu, mara nyingine huteleza, basi hata vile anavyoitwa kama ni kukalipiwa, basi kwa njia nyingine kabisa. Afa Allahu anka, umesamehewa, alafu hamna kosa lilotajwa baadaye, lakini lima adhinta lahum, alokuambia uwape ruhusa nani? Ndugu zangu Waislamu, status ya mtume inatisha kwa Allah. Unajua kuna mambo manane. Haya mambo manane ukiyafanya unakuwa minaulia Allah, unakuwa yule wali khas. Mawali wako aina mbili, kuna masluk na majzub. Majzub ni mtu tu kapendwa na Allah na Allah akampa ule wali, lakini masluk unaweza ukamfuata. Miongoni mwa masluk kuna budala, kuna ushara, kuna arif billah, kuna anwara. Yako makundi manane ya vipenzi vya Allah, mawali. Sote ni mawali wa Allah, lakini kuna wale mawali khas ambao wakimwomba Mwenyezi Mungu kitu hawezi kuwanyima, lazima awape. Yani sisi kuwemo katika dini ni neema, lakini ndani ya dini wewe kwa wali ni dili, ni upendeleo peke yake. Na hii fursa iko wazi, ukitaka unakuwa wali wa Allah. Na wali mambo yao makubwa kabisa, wana makarama mazito kabisa. Angalia Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam, kisha yafanya ya kuyafanya kwa bahati mbaya, fawajada rajulain yaqtatilan, hadha min shi'atihi wa hadha min aduwwihi. Watu wawili wanagombana, akatetea waslih baina mutakhasimatain. Kikuta watu wagomvi, suluhisha. As-sulhu khair, kusuluhisha ni jambo kubwa. Lakini kwa bahati mbaya akasuluhisha kwa makosa, fastaghathahu, ikafikia kwa bahati mbaya akampiga adui yake katika kusuluhisha, mmoja wake mwingine si wake. Fawakazahu Musa faqadha alayhi, akaua mtu bila kukusudia.
Unajua kwa nini aliua mtu? So Nabii Musa sifa zake kama Nabii Allah Isa alayhima wa ala nabiyina salatu wassalam, na wataja hao kwa sababu huu ndio mwezi wao wa kutajwa, lakini kaka yao, baraka yao, mwalimu yao wao Mtume Muhammad, huu ndio mwezi wake. Kwa hiyo hapa tunaizungumzia Shaaban bi akmali. Nabii Allah Isa na Nabii Allah Musa, Mtume aliwaita rajulun murabbaun. Musa aliitwa baba wa miraba minne, alikuwa mtu mkubwa kama watu wa Shanu. Shanu ni sehemu, ni watu wakubwa sana. Nabii Musa ukijua ni kipande cha mtu, alifunga safari kutoka Masri mpaka kwenda Madian, ni kilomita 700 sehemu ile. Yani alitembea kwa mguu kutoka Dar mpaka Singida. Huyu ni mtu wa kawaida huyu? Kama wewe si dereva mzuri kwenda Singida, unaweza ukalala siku 2. Katembea kwa mguu na hajala. Hata alipofika kule Madian Jordan, fawajada ummatan minan nas yaskun, akakuta watu kila mtu ana wanyama wake, anasogezea maji, wanakunywa kwa fujo, kugombania. Minhum imra'atan tadhudan, akakuta kuna mabinti wawili pembeni wamejitenga. Akawasogelea akauliza, fama khatubukuma, ayenyi vipi? Ambia hakuna vipi, hiyo fujo ya wanaume sisi hatuiwezi, tunasubiri wakimaliza hata mpaka saa 6 usiku, na sitaenda wanyama wetu wanywe maji. Wa abuna sheikhun kabir, baba yetu sisi ni mzee, hawezi hata kutembea. Fasaqa lahuma, Qur'ani inasema alichukua wale wanyama akawanyoshelezea. Alipataje nafasi sasa ile alivyokuwa anakwenda tu ile sehemu Nabii Musa? Kwa sababu watu wa Madian walikuwa korofi, walikuwa watu wa riba, watu wa kamari, watu wa kutoza ushuru, watu wa kudhulumu mizani. Wala tabkhasu nasa shiyaahum. Basi alivyoshuka ule mkono wake, wanasema mkono wake idha dharaba au jaa, akipiga anaua. Kono la watu 6 mkono mmoja. Za vile anashuka na ile mashoda yake, wenyewe akasema mmemwona mwanaume huyo? Wenyewe wakaanza kukimbia, mzee njoo hapa, njoo uchote. Hao huyu kakimbia kule, hata hajafanya fujo. Rajulun murabbaun, alipofika pale akachotea maji, akamwambia nendeni zenuni. Hata walipofika kwao kule walishangaa sana. Mzee akasema haya vipi? Ambia si kaka katusaidia Shuaib, ni mabinti zake. Asema huyo lazima ni mgeni, huyo lazima ni mgeni. Watu wa umu hawana tabia hizo wala hawana utu huo. Nendeni mkamuite ni mkirimu. Watu wa umu na wajua tabia zao, huyo ni mgeni. Sasa Nabii Musa alipokuja kuitwa, inna abana yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaitana, unaitwa ukapewe ulichotusaidia. Akamwambia nenda tu binti, mimi nilifanya sabilillah, sitaki kulipwa. Ambia basi baba yetu anataka akuone, na yule ni mtu mzima, laalla twende. Wakaenda mpaka kule. Nabii Shuaibu kumtizama tu yule kijana, akampenda adabu zake, akamwambia bwana, wewe hapa utaishi, kaa hapa tu. Naye akaonesha fadhila. Lakini sasa mabinti kesho wakachukua mbuzi wanaenda kuchunga. Nabii Musa akasema jamani, mwenyewe wanawake kaeni ndani, nyewe dada zangu hebu nipeni hawa mbuzi hawa. Nabii Shuaibu anamtizama tu. Sasa Nabii Shuaibu zamani za kale alikuja Nabii Sayyidina Jibril na marungu gongo, akaambia nakupa ili gongo hili, atakuja nabii wa Mungu umpe. Sasa alipopewa amana ile, lile gongo ili asilipoteze, akachonga magongo mengine mengi zaidi ya 100 akayaweka chumbani, akiwa anasubiri. Sasa Nabii Musa aenda kuchunga, akamwambia mwanangu, ingia hapo ndani, kuna bakora hapo, chukua ukachungie. Alipofika kaona magongo 100, katizama na yote yanafanana.
akachukua moja, na ilo moja ni lile Sayyidina Jibril alimpa Sayyidina Shuaib. Alipotoka nalo Shuaib asema sio hiyo, hiyo ina mwenyewe, rudisha. Akarudisha, akaingia ndani, akatizama, akatoka mara ya pili, katoka na lile, ambia akachukue jingine. Mara ya tatu akamwambia, mzee, hili ndio linanifaa. Huyo akaondoka zake. Nabii Shuaibu asema, huyu mtoto mbona kang'ang'ania? Au ndio isije kawa ndio nabii mwenyewe? Maana yeye anajua ataambiwa nabii huyo anakuja. Kumbe nabii mwenyewe ndio huyo, na mbele likawa lina mambo mengi sana gongo lile. Sasa nabii Shuaib, nabii Musa, hichi kitendo cha kukimbilia kule, tunarudi pale kwa mawali. Wakati watu yule mtu alomuua ni ndugu yake kabisa Firauni, mtoto wa shangazi yake, kaka yake, kaupa. Wewe hujaona kuwa unamuua ndugu yake Firauni tena? Sasa ikabainika Musa kaua. Ikulu zikaanza kupewa detail, migration kote, nendeni mkafunge, kamateni passport ya Musa, asitoke huyu mtoto, lazima afe. Yeye hajui chochote. Angalia nafasi ya mawali. Si angeambiwa tu Musa toka, kuna wali yuko pembeni anamdhukuru Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Wali anaambiwa na malaika, stop, nenda haraka mpaka nchi ya Misri, yuko nabii wa Mungu ataka kuuawa, hana habari. Nenda ukamwambia atoke. Ndio Qur'an sema wajaa rajulun, asema nini? Aqsa fil Madina. Aqsa ni mbali, jamu yake inakuwa qasi. Qasi manake ni nje ya mji, sio pale pale. Alitoka tu wali kaja mpaka pale, akamwambia innal malaya tamiruna bika liyaktuluk, watu wanakuja kukuua. Kwa hiyo nakuomba fakhruj, toka, usiende hata nyumbani, toka, unakuja kuuliwa sasa hivi. Askari kabla hawajaanza kupewa amri na radio call, ondoka. Nabii Musa akamwambia yule mtu, basi kaka, tutambuane basi, taarifa yako nzuri na mimi najua nimefanya majanga, kwani we nani? Angalia mawali sifa zao, kwa ile ikhlasi yake hakutaka kusema maneno mengi, mimi si ndo wali. Akamwambia inni laka minan nasihin, amna, mimi nakunasihi tu ndugu yangu. Kajificha mpaka ule wali wake alipaa. Wali yule akaja kumweleza Nabii Allah Musa habari za sampuli kama hizi. Mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sijui hata tumefika wapi mpaka tukaingia kwa mawali. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa nyingi zimeenda kwake, daraja nyingi zimeenda kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali ya mitume wenzi wake. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama, ikiwa daraja yake ni kubwa, sifa zake ni kubwa, hata kuitwa kwake ndani ya Qur'ani ni tofauti na kuitwa kwa mitume wengine, kwa sababu yeye mtume, ndugu zangu, alikuwepo kabla ya mitume wote, aliumbwa kabla ya babake Adam, ila tu alikuwa wa mwisho kutumilizwa. Ina maana kana kwamba kaja kuangalia sasa jambo limekwenda vipi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa mambo ambayo Allah amemheshimisha kwayo, maana mtume kapewa mengi sana kuliko mitume wenziwe. Mtume sallallahu alaihi wasallama wallahi amepewa mambo mengi. Nyewe wenyewe mnakumbuka juzi wakati tunasomewa safari ya Isra, kila mtume alipita mbele akaanza kufungua ukurasa, akamsifu Mola wake, na mtume sema kullu nabiyyin ithna ala rabbihi bithana'in jamil wa ana muthni ala rabbi. Kila mtume kaongea mengi juu ya Mola wake, na mimi naomba nitabaruku niseme thumma shar'a yaqul, kisha akaanza kuteremka kwa kusema aloyasema. Hotuba yake ilikuwa imesheheni, ameongea, hakuna mfano wake. Mwenyewe Nabii Ibrahim asema, jamani, kwa mambo haya mtukufu wetu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana mambo mengi. Miongoni mwa mambo mengi
katika hii miezi 12, huu mwezi wa Shaaban, mengi yalipewa katika mwezi mtukufu wa Shaaban. Tuyataje. Jambo la mwanzo ambalo wamepewa katika mwezi mtukufu wa Shaaban, lazima umjue mtume wako ana nini. La kwanza kabisa, Rasulullah, tahawilul qibla, kubadilishwa kile qibla chetu cha Maka kile. Wakati mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pale Maka, swala za mwaka 1.5 alikuwa akielekea vibla viwili. Alikuwa akielekea msikiti mtukufu wa Maka wenyewe, na alikuwa akielekea msikiti mwingine unaitwa Baitul Maqdis au Baitul Muqaddas, msikiti wa mbali kabisa. Msikiti wa mbali ule ni msikiti wa mbali kweli kweli ule kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, historia inasema nyumba ya kwanza kabisa duniani kujengwa ni msikiti mtukufu wa Maka. Yani msikiti wa Maka ndo msikiti wa kwanza kabisa katika historia, lakini pia ulijengwa na makundi mawili. Wa kwanza kuujenga ni malaika, ndio maana Nabii Allah ya Adamu alihiji. Ina maana anakuja tayari ramani ya msikiti wa Maka upo. Hii inaitwa Baitul Atiqun. Atiq make nyumba kongwe kabisa. Walianza kuujenga malaika msikiti ule. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min albayti wa Ismail. Nabii Allah Ibrahim alikuja kupandisha sasa zile kuta zile. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ilivyopita miezi 17, yani ilivyopita miaka 40, baada ya kupita miaka 40 ukaenda kujengwa msikiti wa Baitul Muqaddas, ule msikiti wa Palestina, ule msikiti mkubwa sana ule. Mnakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anatoka safari yake ya Isra aliona mengi sana. Ile anafika usiku ule ule, Jibril anaambia hao watu hii habari waambie hii safari. Mwenyewe aliona hii shughuli, sio wataniamini. Wakati kumekucha mwezi 27, akapita mzee Abu Jahal kalmustahzia, kama utani tu, kama joking. Akamwambia, vipi, kuna mzee, kuna mapya kidogo? Akamwambia, ndio, laqad usritu, nilipelekwa leo kutoka Maka mpaka Palestina. Akamwambia, kutoka Maka mpaka Palestina? Ambia sawa, uko serious? Ambia kabisa, unanitania tu au ni yale yale mambo yako wahai? Ambia ni yale yale. Akamwambia, sasa unaonaje nikawaita watu tusikie kwa pamoja? Akamwambia, waite. Aliita kabila zote. Mtume asema, jana nimetoka Maka mpaka Palestina. Asema, si mnaona sasa, kuna mtu mmoja anaitwa Mut'im, mami yake anampenda Mtume, anamsaidia yeye tu, sema ni kafiri. Lakini akasema, siku zote Muhammad unadanganya, lakini hii imepitiliza. Wewe umeenda kwa usiku mmoja, si tunatumia miezi 2. Akaitwa Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar asema, jamani, huyu atakuwa ameenda, mimi namuamini, hata angeniambia ameenda mbinguni. Mtume asema, yes, kasharahisisha, ni kweli na mbinguni nimeenda. Wakazidi kushangaa. Ambia hayo ya mbinguni yaache, hebu tueleze habari. Mtume akasema, na kuelezeni yafuatayo. Wakati natoka huko katika safari, nilipotoka mbinguni, nimekutana na misafara yenu mitatu. Kuna msafari mmoja nimeukuta wanangamia wao, anabaka sijui leupe na jekundu, kitu kama hivyo. Lakini wakati nashuka huko njiani, nikapita ile buraku anavyotembea vishindo ile juu. Basi ngamia mmoja kashtuka, kakimbia, kavunjika mguu wake, atakuja amevunjika. Nikapita kundi jingine wamepoteza mnyama, wanahaha wanatafuta ngamia wao usiku huo. Mimi nikasema kwa ushahidi niwasalimie. Nikamwambia salamu alaykum, mmoja akakimbia, chawini, mbona kama sauti ya Muhammad? Nikaona hawa ushahidi, wana maji nikanywa kidogo. Nikisema nikiwaambia wakumbuke, na watu wanakuja. Akamwambia sawa. Na msikiti? Ambia msikiti bwana pia nimeuona. Umeuonaje msikiti? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam
ukijua ni kipenzi cha Allah. Kwanza alienda usiku. Wacha tu nikuulize, mtume ni binadamu. Hebu niambie, msikiti huu wa Songea, wewe uje usiku hapa, ndo mara ya kwanza, alafu uambiwe na watu, hebu tuambie msikiti ukoje, hata hizo rangi zake utakremu? Ili mtume likamchanganya. Basi Mwenyezi Mungu akauchukua haraka ule msikiti akamwekea machoni, akaanza kusifia, ila wanashangaa, mbona anaangalia hewani hivi? Kumbe ndo anaoneshwa mtume. Akasema sawa, haya, na misafara yetu itaingia lini? Itaingia kesho kutwa hivi hivi. Lakini alihesabu vibaya. Ili nalo lilimchanganya Mtume Muhammad, lilimchanganya sana sana. Hii misafara isipoingia itakuwaje? Ndo jua likazuiwa, ikawa ule muda wa alasiri wanaosubiri, kila ukiangalia saa ushaka masaa matatu. Bwana saa ngapi? Saa 10 sasa hivi kamili. Bwana saa ngapi? Mungu alisimamisha, yani kumheshimisha tu kipenzi chake. Mara ile misafara ikaingia na sifa zile zile. Wenyewe wakakaa pembeni wakasema, hapa Muhammad ashatushinda hapa ashatushinda, na watu watamwamini sasa hivi. Sasa tufanye nini ili asipate kuaminiwa? Asema tutengeneze ile slogan, huyu mtoto mchawi, mchawi tu, huyu mchawi, hakuna chochote. Wakashindwa kumwamini. Kwa hiyo huu msikiti huu ulijengwa baada ya miaka 40. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohamia Madina, baada ya kuhamia Madina, ukijua Mtume anatisha, ndugu zanguni, huu mwaka wa 10 kuelekea 11, Rasulullah katika hii safari, kituo cha mwanzo aliambiwa shuka utabaruku kwa swali rakaa 2. Akasali rakaa 2, akaulizwa, unajua umeswalia wapi? Ambia sijui. Ambia sallaita bitaibata wa ilaiha almuhajara, hapa umeswali mji mtakatifu, mji mzuri, utahamia hapa. Kwa hiyo Mtume anarudi safari yake, anajua nakaa tu nasubiri kadari ya Mungu, mimi nitakwenda kuhamia Madina. Unaona Mtume, ndio maana nasema huyu ni mtu, lakini si kama mimi na wewe. Wewe unajua habari za kesho, yeye anajua mwaka ujao mimi nahama hapa, naenda kukalia pale. Alikuwa anajua Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anajua jambo hili. Kwa hiyo alipofika pale Mtume katika msikiti ule alioneshwa. Sasa wakati amehamia Madina baadaye, wakati amehamia Madina, ikawa Maka ameiacha nyuma, akawa anaelekea Palestini, ili likali na mkera. So Mayahudi wanamfuatafuata sana kumnyanyasa. Wewe kila siku mafundisho yako, hupendi watu wako wafanane na Manasara wala wafanane na Mayahudi. Kulikoni wewe unaelekea kibla chetu? Sasa si utafute kibla chako. Huyo muoneni akiswali tu ataelekea Palestina sasa hivi. Hili Mtume alikuwa hapendi. Ndio Allah asema, qad nara takalluba wajhika fi samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha, tunakuona unababaika, unageuza uso wako mbinguni, sisi tutakuonesha kibla unachokiridhia. Mpaka mama Aisha asema, ishakuwa kali. Rabbuka, Mungu wako Muhammad yuko mbio sana kukuridhisha sana, yani umetamani tu. Ndani ya msikiti unaitwa Qiblataini, anasali sala ya dhuhuri, zikashuka aya hizi, fawalli wajhaka shatra almasjidil haram, hapo hapo ulipo geukia Maka. Wa haithu ma kuntum, na nyinyi mkiwa huku shauri moyo, fawallu wujuhakum shatra, geukieni Maka. Hata hapa tumegeukia Maka. Hili tukio si dogo, celebrate. Mtume alifurahi, likumbukeni. Mpaka leo tunaelekea kule. Hili lilitokea habari hii mwezi huu mtukufu wa Shaaban, mwezi wa Shaaban. Lakini pia mrango wa zaka umekufa tu hapa Tanzania, lakini zaka ingefanya kazi, hakuna Muislamu ambaye angekuwa analia njaa. Hii ibada muhimu sana hii. Tajiri amsaidie mnyonge. Kwani humu tuloingia msikitini hakuna watu wanaotoa zaka? Mshai kuziona humu zaka? Zaka ni fungu la 10 la Mungu, ni kodi ya Mungu ya kila mwaka. Itakiwa kila mwaka uitoe anavyotaka. Usipompa anakuja kukunyang'anya mali yako bila ya kiwango. Zaka ni kwa ajili ya kuwasaidia wanyonge. Hii ibada hii ni tamu. Nasema isiwe misikiti mengine, hao wauza spare tu wakubwa wakubwa, hao wenye mabranchi Dubai na wapi, zile zaka zao wakazileta tu Musongea, umaskini wa waumini wote wapo umeshakwisha. Ni ibada nzuri hii. Ibada kwa umuhimu wake ilifardhiwa mwezi huu mtukufu wa Shaabani.
Ndio maana nikamwambia Shaabani maana yake kueneza kheri, kueneza kheri. Hakuna zaka leo hii, zaka zingetolewa mambo yangekuwa mazuri. Hii ibada ilikuja kipindi hichi, lakini kuna ibada nyingine inatengeneza miili yetu. Tunaingia kesho kutwa ibada ya saumu. As-saumu hiya alwikaya, saumu ni kinga. Yani mtu unaweza ukajipinda na qiyamul laili, ukajipinda na dhikri, lakini bado unatizama wanawake. Lakini ukifunga hata saumu ya sunna inakukinga, hutaki kuiharibu saumu. Ndio maana Allah asema saumu ni yangu mimi na mimi ndo najua malipo yake. Zingine hajasema ni zangu kwa sababu Allah anajua. Ibada ya saumu hata kwa bahati mbaya haiingii sifa. Wewe ushinde na njaa kuanzia asubuhi mpaka jioni eti sifa, haiwezekani Sheikh. Wallahi haiwezekani. Saumu inatengeneza miili. Hii ibada ya saumu habari yake ilianza mwezi mtukufu wa Shaaban. Lakini pia kuna tukio jingine, asema iqtarabatu saatu wa inshaqa alqamar. Watu wa Maka wana uhuni mwingi, si kwamba walikuwa hawasimami kiibada za zamani. Walianza kufunga Ashura kabla ya Mtume. Walipomuona Mtume kaja, walimpa masharti mengi. Asema ili tukuamini, tunaomba hii Maka yote hii ichomoze mito ya asali na maziwa na pombe, alafu wewe tukuone unatoka mbinguni na hicho kitabu, alafu tena ushuke na Mungu akiwa anakusapoti. Yani wameomba mengi sana, yama hayaingii hata akilini. Mfanye hivi tuone, tunaomba tupate hela tu bila kufanya kazi, kama we ni mtume. Mwisho akasema kama we ni mtume kweli, ule mwezi hebu tuone ushuke mpaka chini, upasuke vipande viwili. Ukishashuka ukipasuka vipande viwili ukakushuhudia, tutakuamini. Si kitu cha mchezo hichi. Mtume mwenyewe kasema hao wameomba, lakini na wakawa wamelikazia kweli kweli jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam habari zake kubwa, alimuuliza tu Jibril, hebu niambie hii fatara wanaoitaka inawezekana kweli mwezi ukaja? Angalia Allah anamwambia kabla ya miaka 2000, kabla ya kuumbwa mzee Adam, miaka 2000 iliyopita. Unajua miaka 2000 iliyopita ni ulimwengu wa majini. Kanatil jinni kabla al-insani bi-alfi ama. Huyu mtume wetu ni ar-rasulu thaqalain, zuyina al-mashriqain wal-maghribain, balagha duja bikamalihi, kashafa duja bijamalihi wa azmati jamia khsalihi, sallu alayhi wa alihi. Hizi nyirumwengu hizi ziko karibia ya 40. Kuna ulimwengu wa majini peke yake, na hizi zote ni sekta za Mtume Muhammad. Zote hizi ukienda pale Maka pale, ile njia ya kwenda kwa Saida Khadija pale, kuna Masjidu Al-Alam, alafu kuna Masjidul Jinni. Ukifika pale kuna misikiti kama mitatu. Kuna msikiti ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ile bendera yake kwa ajili ya askari wake akiwa na jeshi alikuwa anaiweka pale, njia ya kwenda kwa Saida Khadija kwa kaburi lake. Lakini pia pana Masjidu Shajara. Kuna Masjidu Shajara Maka katika waliokuwa kimuomba Mtume, na yote ni katika Shaaban. Ili tukuamini, hebu ule uite ule mti uje ukushuhudie. Mtume aliwaambia taali ya mti njoo. Kweli mti ulikuja ukashuhudia bila ya miguu. Pale panaitwa Masjidu Shajara. Lakini pia kuna Masjidul Jinni. Mtume alikwenda kuzungumza akiwa na Abdullah bin Mas'udi na majini 12,000, wote wakaslimu, wote Mtume akasomea Qur'an. Iko pale. Haya matukio yote haya. Sasa mwezi ule kwa kifupi ulishuka ukapasuka vipande viwili, mpaka watu waliokuwa wasafiri wa nje waliulizwa, hebu tuambieni, maana huyu hachelewi kuturoga macho yetu, mliona nini mbinguni? Ambia tuliona kweli ulimwengu ulibadilika, kukawagiza, tunaona kipande cha mwezi kinashuka hapa Maka. Kwa hiyo hili tukio ni la kweli kabisa. Tukio zito kama hili ikhwa lilitokea mwezi huu mtukufu wa Shaaban. Tumalize tukio la mwisho ambalo ni muhimu. Tukio la mwisho, ukisema hivi ya ayuha nabii, hizi nimekuambia ziko 89 ndani ya Qur'ani, na huwa zinakuja kifupi tu, mwanzo wa sura, mwanzo wa aya au katikati. Ya ayuha nabii lima tuharrimu ma halallahu laka, kidogo tu. Lakini kuna moja ambayo imemtaja Mtume karibia aya nzima.
Hii aya hii ipo katika suratu Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabii. Unaona ile nabii imekuja, Allah na mtume yusalluna ala nabii, wanamsalia mtume. Aya hii imeshuka kwa umuhimu wake mwezi mtukufu wa Shaaban. Hebu nikufaidishe hii aya hii. Hii aya ni aya kubwa sana. Aya hii wanawachuoni wanasema ni aya ambayo inamshughulisha Mungu na inashughulisha malaika na inashughulisha viumbe wake wote. Yaani ukiulizwa kiumbe gani wa Mungu anamshughulisha mpaka Mungu mwenyewe anaingia kazini, sema ni Mtume Muhammad. Anashughulishwa vipi Allah? Kwamba Allah anamsalia Mtume Muhammad, malaika wanamsalia Mtume Muhammad. Sasa wanamsalia kwanza, walianza lini? Nikwambia walianza lini? Mtume tokea zamani alikuwepo peponi chini ya vivuli na miti ya peponi. Tokea kipindi hicho hakuna cha Adamu, hakuna cha dunia, hakuna chochote. Pale Allah alianza kumsalia Mtume Muhammad. Alafu pia yusalluna, fi'lun yufidu istimrar, mpaka hivi sasa anaendelea mpaka kinasimama kiyama, mpaka kinasimama kiyama anamsalia Mtume Muhammad. Sasa nitakwambia kitu kimoja, hiyo sala ya Mungu ndugu yangu Muislamu kwa Mtume Muhammad inatosha. Yaani sala ya mimi na wewe kumswalia mtume uwe mvivu tu, humuongeze chochote cha sana, ni kwa ajili yako, kwa sababu kuna faida. Abu Katada ameandika faida 40 za kumsalia mtume. Unapanda daraja 10, unafutiwa madhambi, unapata hichi, unatengeneza maisha, unafanya hivi. Mpaka yule Ubay bin Ka'b alivyoona fadhila za kumsalia mtume akamwambia, ya Rasulullah, mimi nataka nikusalie, nataka nikusalie robo ya siku. Robo ya siku ni masaa 6. Mtume akamwambia, mashita, utakavyo ndugu yangu, wa inzita khair, ukiongeza ni bora. Akamwambia basi sudusi. Sudusi ni masaa 8. Akamwambia mashita, sawa, lakini ukiongeza ni bora. Basi tufanye thuluthu, tufanye nisfi, masaa 12. Akamwambia mashita, nimekwambia upendavyo. Wa inzita, huyo atakamsalia masaa 12, lakini ukiongeza tena ni bora. Akamwambia basi tufanye hivi, 24 saa, siku nzima, maisha yote nitakuwa nakusalia. Aliposema hivyo, mtume akamwambia hivi, sawa, sasa na wewe ukifanya hivyo hakikisha gham, madeni yako, matatizo yako, umaskini wako umekwisha, maradhi yako yamekwisha. Ndio maana nasema, yani sala ya mtume si tukimswalia ni kwa ajili yako. Sala moja ya Mungu tu imemtosha mtume, na Mungu hana sala moja kwa Mtume Muhammad. Akaambia ushaondosha ufukara na matatizo na kila kitu. Ambia sawa, sasa utawezaje kumsalia mtume siku nzima? Kama hapa nipo kwenye hutuba, namsaliaje? Ni kwamba hata nikiingia kwenye hutuba natiania tu vitendo vyangu, nikiangalia huku vyote, ya Rabbi nijumlisheni baada ya sala ya mtume. Lakini pia ukiingia ndani ya sala, haya matendo yangu yote ya kuswali, haya yote ya Rabbi jalia yote ni salatu ala nabii. Tunayapata wapi haya? Si yule mkewe Mtume Muhammad, mtume kaenda kule kuswali alfajiri, anamkuta yupo kwenye gunia la kokwa za tende, anahesabu tu subhanallah subhana. Mtume ambia vipi mpaka muda wote huko hapa? Ambia ndio, nimekushinda wewe, umekwenda kuswali umerudi. Mtume akamwambia hujanishinda, angalia mimi nimesema maneno haya, sio adada zina takhalqi wa ule uradi ule. Mtume akasema ukisema uradi kama huu kujumlisha tu, mimi nishakushinda kila kitu, nimeshakushinda. Ndio tunayapata hapa. Kwa hiyo msalie mtume kwa idadi. Mara nyingine ukiwa na bize na jambo jumlisha. Imam Shafi kaotewa kaenda peponi, kitabu chake kile kikubwa cha risala, acha hii risala tuljamia ndogo, kile kikubwa aliandika maneno tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mungu mtakie rehma mtume kwa idadi ya watu wote watakaomtaja na hata wale ambao watakafalika kumtaja. Hili limemuingiza peponi, ameotewa Imam Shafi. Kwa hiyo Shaabani ishakwisha, kumebakia kama siku 5 hivi tuingie mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hatujachelewa bado. Al-umuru bi khawatimiha, mambo huzingatiwa mwishoni sana. Kama Shaabani nzima mpaka ile Ijumaa iliyopita nikazungumza, bwana, mwezi wa mtume, mwezi wa kuchuma, hukutoa hata sadaka yako. Sasa leo ni Ijumaa ya mwisho, unasubiri nini? Ufikiri mwakani kuipata Shaabani ni mchezo? La mwisho ni kuambie, Shaabani imedhaminiwa kufunguliwa milango ya mbingu. Kwa hiyo choteni. Sisi nikuambie kitu, Ijumaa iliyopita nilisahau kutoa sadaka, kwa sababu niliyasema hapa, na leo nitatoa.
ili nsikose fadhila za Shaabani. Na wewe nawe usitoke hivi hivi. Hiyo sadaka yako mwambie Mungu, niepushie majanga yote, dhambi tu niepushie. Alafu na kuomba ya Rabbi, haya maneno yaliosemwa katika mimbari nionyeshe yakini yake. Hata kama umetoa 1000, Mungu nikumbushe hii ni ile 1000 uliotoa. Unajua maneno pale pale yanapozungumzwa tekeleza. Hebu lipa leo madeni yako kwa kutoa sadaka ile ambayo umejaliwa. Alafu nuiza ndugu yangu Muislamu. Tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atubarikie ndani ya Rajab na Shaaban na atufikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani.